Kinyozi ya jinyoi. Asante. Kinyozi ya jinyoi hasi. Kwa hiyo una saluni, wewe ni mjasiriamali. Yes. Huu ni mwaka wa uchaguzi. Yeah. Na kwetu sisi Big City Breakfast hii ni wiki ya uwekezaji na biashara. Na tunafocus jana tuko na mtu wa Tan Trade. Sawa? Kwa hiyo mambo ya saba pale umesikia kwenye uwekezaji leo kwenye Taifa Habari kwamba bonge la uwekezaji yenye thamani ya zaidi ya dola milioni 300 katika kuwezesha mazingira ya biashara ifanyike. Yes. Wewe unapata changamoto zipi kama machinga? Najua ni mjumbe wa lakini wewe unawakilisha machinga, si ndio? Yes. Changamoto ipi ambayo inakusumbua kwenye biashara hiyo? Changamoto kubwa kwenye biashara, changamoto kubwa kwenye biashara ambayo tunaifanya ipo wakati mwingine ni jinsi ya kupata mzigo, lakini changamoto kubwa zaidi kwa sekta nzima ya kimachinga ni kukaa katika maeneo rasmi ya kuweza kufanya biashara kama ambavyo Mheshimiwa Rais alielekeza. Hiyo ndio changamoto kubwa machinga. Ndio maana hapo mwanzo ulikuwa umesema kwamba unaona machinga wengine wanatembea barabarani. Kuna baadhi wenzetu wameshakaa sehemu ambazo ni rasmi, lakini kuna baadhi wanaendelea kutembea barabarani. Kwa changamoto kubwa ni kuona tunazurura na tunafanya biashara katika maeneo ambayo kiukweli ni riski sana sometimes. Okay, so umesema changamoto kupata mzigo. Changamoto upi? Kwa sababu Kariakoo pale mzigo au una changamoto zipi? Sometimes kupata mzigo kwa maana ya unaweza kwenda dukani mzigo umeukosa kwa wakati fulani ambao unakuwa na uhitaji, lakini kuna muda mwingine unapatikana. Lakini changamoto kubwa kama ambavyo nimesema ni kukaa katika mazingira mazuri ya kuweza kufanya biashara zetu. Hiyo ndio changamoto kubwa sana. Kuna mpango wa kufanya biashara ya machinga isiwepo ile ya kutembeza? Mpango mkakati upo, na hata mara baada ya kutambuliwa sisi kama wamachinga na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alielekeza mamlaka za kiserikali zitupange katika maeneo rasmi ya kuweza kufanya biashara. Ndio bado tupo kwenye mchakato kushirikiana na serikali kuhakikisha tunakaa maeneo mazuri ya kuweza kufanya biashara ili tuweze kufanya biashara zetu vizuri. Hiyo ndio sababu ambayo mlikimbia kule Machinga Complex? Hapana, Machinga Complex hatujakimbia kwa sababu hiyo na bado mpaka sasa Machinga Complex watu wanafanya biashara. Lakini sio kama ilivyotegemewa. Kama gofu fulani changamoto kubwa ya haya majengo ambayo tunajengewa sometimes ya kufanya biashara ni ushirikishwaji. Kwa kuta saa nyingine serikali inafanya yenyewe kama yeye bila kuzingatia uhitaji wetu sisi wa machinga kama shareholders ambao kwa kifupi upembuzi yakinifu haikufanyika kuwashirikisha nyinyi ambao ndio watumiaji wakuu, wadau. Kwa sababu utakutana unatengeneza kitu ambacho unahisi au unaona kinaweza kutufaa kwa mazingira yetu akiruhusu kutufaa. Kingekuwa tofauti, kingekuwa na tofauti gani ingekuwa kinawafaa? Au ina kasoro zipi? Unajua mtu kufuata bidhaa ghorofa 3 4 5 sio kitu rahisi. Kwanza mtu amekuja sehemu, mimi mwenyewe ndo amekuja kununua kitu, afu pili aanze kupanda tena ngazi 2 3 kupandisha juu kufuata bidhaa, ina kidogo kama usumbufu kwake. Lakini kuna kama tungepata ushirikishwaji, tungetengeneza jengo ambalo linaendana na matakwa yetu, ingekuwa vizuri zaidi. Usingeona hapa imekuwa vile. Japo sasa tumejitahidi sana kuhamasisha wafanyabiashara, wapo wengi sasa hizi machinga tofauti na ile mwanzo ambao unaijua. Kwa hiyo ungewekea labda lift hivi au ingesaidia chochote kile? Hapana lift, ni kikubwa ni ushirikishwaji tu, tuweza kitu ambacho kitokana na sisi wenyewe tunakuwa tunaona kina maana. Ndio tunakushirikisha wewe sasa hivi. Yaani nadhani kama labda kama ingekuwa pana zaidi badala ya kupanda. Huyu machinga mwenzangu. Wewe. Yaani kwa kifupi Watanzania wanapenda kupanda kuhangaika. Yaani ni kazi kubwa sana. Yaani mteja kazi kubwa sana. Kwanza kumvuta mteja ni kazi moja. Lakini kumpa tena shughuli ya kupanda sehemu kupata huduma ni shughuli nyingine ya pili. Ndio maana kwenye maeneo mengi ambayo kuna masoko ambayo mnayaona tulivyotegemea hayapo vile ambavyo tunategemea. Kwa kubwa tunaitaka serikali inapotaka kutekeleza miradi ya kimachinga basi ishirikiane na sisi viongozi wa machinga husika. Kwa mfano mimi nimpongeze sana mkurugenzi wetu wa Manispaa ya Kinondoni wakati anawaza kulijenga soko la Tegeta Nyuki. Alitwitter na tumeshirikiana naye, tumeonyeshana michoro namna ambayo tunataka jambo liwe na ametuelewa. Kwa pale haina gorofa ni inaenda kukaa kile kitu ambacho tunakihitaji. Tuongee ukweli. Ardhi ya Dar es Salaam kama jiji kuu la biashara kwa Tanzania ni kubwa sana. Ni ndogo, ni kubwa, lakini pia ni gharama.
Sasa unawezekana kwa ukaenda kwa marefu lakini ukashindwa kwenda kwa juu. Marefu ni very expensive. Ndio. Ambao nyinyi mwisho wa siku inabidi mlipe sasa, si ndio? Ndio. Sasa labda kuna kitu gani kingine kinaweza fanyika ili kuweka mazingira yenye wafadhali kwa ajili ya machinga? Kuhusu kutengeneza miundombinu ya kimachinga. Kubwa ni ushirikishaji tu. Yani hakuna kitu kingine, ni ushirikishaji tu. Okay. Kama ambavyo wamefanya mkurugenzi wetu wa Manispaa ya Kinondoni, ni ushirikishaji tu. Alright. Muda si mrefu tunaingia kwenye dunduliza. Dunduliza ni kipengele fulani kwetu sisi Big City Breakfast ambayo inaenda moja kwa moja na ushauri wa kibiashara. Na ushauri huu leo utatoka kwako mwenyewe kwa sababu ni mfanya biashara pia. Lakini asante sana kuwepo hapo. Jamani, kama una swali kwa ajili yake yeye, anaitwa Abdalla Mwakilima na yuko Kinondoni pale kama mwenyekiti wa machinga, lakini pia ni mjumbe wa kamati kuu machinga taifa. Namba yetu ni 0742111777. Naitwa Barbara Hassan. Evans Bukuku. Good morning.